Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tumsifu Yesu Kristo milele amina. Leo ni Dominika ya 22 mwaka A wa Kanisa, kipindi cha kawaida cha mwaka. Ujumbe wa leo: msalaba bila Kristo ni mzigo, lakini msalaba pamoja na Kristo ni njia ya utakatifu. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Yeremia sura 20 aya 7 hadi ya 9. E Bwana, umenihadaa nami nimehadaika. Wewe una nguvu kuliko mimi, ukashinda. Nimekuwa kitu cha kuchekesha mchana kutwa, kila mtu hunidhihaki. Maana kila ninenapo napiga kelele, nalia dhuluma na uharibifu. Kwa kuwa neno la Bwana limefanywa shutumu kwangu, na dhihaka mchana kutwa. Nami nikisema, sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao, uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 12 aya ya 1 hadi ya 2. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na Injili inatoka Injili ya Mathayo sura ya 16 aya 21 hadi 27. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, e Bwana. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya 3 kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu Mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Ndugu wapendwa, tunapoadhimisha Dominika 22 mwaka A wa Kanisa, neno la Mungu linatualika kutafakari kwa kina maana ya kumfuata Kristo na kubeba msalaba. Kumfuata Yesu si jambo rahisi au si suala la maneno pekee, na wala si njia ya kutafuta maisha yasiyo na changamoto. Ni mwito wa kumpenda Mungu kwa moyo wote, hata pale ambapo uaminifu wetu utatugharimu. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Yeremia. Katika somo hili
Yeremia anamtolea Mwenyezi Mungu manung'uniko na uchungu ambao kazi yake ya unabii imemletea. Anamwambia Mwenyezi Mungu, umenihadaa nami nikahadaika, yaani umenidanganya nami nikadanganyika. Yeremia anaona amedanganyika kwa sababu ahadi ambazo Mungu alimpa alipomwita kuwa nabii zimegeuka kuwa kinyume. Sasa kila anayemwona anamcheka. Neno analotangaza haoni kama linapenya katika maisha ya watu na kuleta mabadiliko. Na hata yeye, badala ya kupokelewa kama nabii wa Mungu, anaonekana kituko machoni mwao. Pamoja na manung'uniko haya yote, pamoja na kukata tamaa, Yeremia bado anashangazwa na kitu kimoja. Anapoamua kuiacha kazi ya unabii na kupanga kutokuhubiri tena neno la Mungu, anashindwa. Hawezi kujinasua kutoka katika utume wa unabii aliokwisha upokea na aliokwisha uanza. Kimwili amekata tamaa, lakini bado kwa ndani neno la Mungu linawaka na linamsukuma aendelee kulitangaza. Yeremia ni mmoja wa manabii wanaotuonesha kwa undani sana kwamba kumtumikia Mungu si lazima kudhihirishe maisha yasiyo na maumivu. Kuna wakati mtu anayempenda Mungu anaweza kuchoka, kulia, kuuliza maswali na hata kuhisi kwamba hawezi kuendelea mbele tena. Mafundisho tunayoyapata kupitia somo letu la kwanza la siku ya leo. Fundisho la kwanza: mtumishi wa Mungu anaweza kuchoka. Nabii Yeremia hakuficha udhaifu wake mbele za Mungu. Hakusema mimi ni nabii, kwa hiyo siwezi kulalamika. Alimweleza Mungu maumivu yake. Hili ni fundisho muhimu sana kwa Mkristo. Imani ya kweli haimaanishi kutokuwa na maumivu. Mtu mwenye imani ya ukweli anaweza kupitia usiku wa kiroho, kukatishwa tamaa, kukutana na upinzani na hata kuuliza, Bwana, kwa nini umenichagua mimi? Hayati Papa Benedikto wa 16 aliwahi kusema kwamba imani si kukimbia ukweli wa mateso, bali ni kumkuta Mungu katikati ya mateso. Tumaini la Kikristo halimaanishi kwamba hatutalia. Linamaanisha kwamba hata katika machozi Mungu bado yupo. Fundisho la pili: neno la Mungu halizuiliki. Yeremia anajaribu kusema sitamtaja tena, lakini hawezi. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limekuwa moto ndani yake. Hili ni jambo kubwa sana kwa kila anayehubiri neno la Mungu. Ukiwa kweli umekutana na Kristo, huwezi kubaki vile vile. Neno la Mungu linapoingia moyoni, linabadilisha maisha. Linakuwa moto unaomsukuma mtu kushuhudia. Ndiyo maana utume wa kweli haupaswi kutoka katika tamaa ya kuonekana, bali katika upendo wa ndani kwa Mungu na kwa watu. Kanisa linahitaji watu wanaozungumza na Mungu ili waweze kuzungumza kumhusu Mungu. Fundisho la tatu: wito wa Mungu una gharama. Yeremia alipoitwa, Mungu hakumwahidia maisha rahisi. Mungu alimwambia tangu mwanzo kwamba atapaswa kwenda mahali ambapo hataki kwenda na kusema yale ambayo watu hawataki kuyasikia. Mungu alimwambia pia asiogope kwa sababu angekuwa pamoja naye. Kwa hiyo, wito hauondoi msalaba. Hata Yesu mwenyewe hakuchagua njia ya umaarufu, bali njia yake ilijaa mateso. Kwa hiyo, Mungu anaweza kukuita kwenye kazi ambayo watu hawatakupongeza kwa ajili yake. Unaweza kusema ukweli na ukakataliwa. Unaweza kutetea haki na ukapingwa. Unaweza kuhubiri neno la Mungu na baadhi ya watu wakakukasirikia. Lakini pamoja na hayo yote, haimaanishi Mungu amekuacha. Katika injili yetu ya leo,
Petro ambaye ni kitambo kidogo tu amekiri Yesu ndiye Kristo, na ambaye Kristo mwenyewe amemwita mwamba ambao juu yake atajenga kanisa lake, sasa anageuka kuitwa Shetani. Tunasikia katika Injili ya leo Yesu anamwambia, rudi nyuma yangu Shetani, maana wewe huyawazi yaliyo ya Mungu bali yaliyo ya wanadamu. Karibu katika Israeli yote kulikuwa na mambo makubwa mawili yaliyowatatiza watu kumuhusu Yesu. Jambo la kwanza lililowatatiza Waisraeli lilikuwa ni kukubali kuwa Yesu ndiye Kristo, yaani Yesu ndiye Masia aliyetabiriwa na ndiye Masia aliyekuwa akingojewa kwa miaka mingi. Jambo la pili lilikuwa ni kukubali kuwa huyu Yesu ni Masia atakayeteswa, yaani ataudhihirisha umasia wake na kuwaokoa watu kwa njia ya mateso. Kwa Wayahudi ilikuwa haingia akilini kuchora picha ya Masia mteswa. Ilikuwa ni fedhea na kashfa kubwa. Petro alipomkiri Yesu kuwa ndiye Kristo, alivuka kizingiti cha kwanza, lakini alishindwa kuvuka kizingiti cha pili cha kukubali kuwa itampasa Yesu kuingia katika mateso hadi kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Yesu anamkaripia na kutumia maneno makali hadi kumuita Shetani ili kurekebisha kasoro hiyo waliokuwa nayo watu kumuhusu Yesu. Ni hapa tunaona kuwa karipio hili la Yesu kumuita Petro Shetani sio lake peke yake. Ni karipio la wote ambao wanamwamini Yesu kuwa ndiye Kristo, lakini bado hawataki au hawako tayari kumfuata katika njia ya mateso ambayo Kristo atapitia. Mafundisho tunayoyapata kupitia Injili ya siku ya leo. Fundisho la kwanza: Petro alimpenda Yesu lakini hakupenda msalaba. Petro anampinga Yesu kwenda Yerusalemu kuteswa na kuuawa. Yesu anamkemea, nenda nyuma yangu Shetani, kwa sababu Petro alikuwa akifikiri kwa mantiki ya kibinadamu badala ya mpango wa Mungu. Hapa kuna fundisho muhimu sana. Tunaweza kumpenda Yesu lakini tukamtaka Yesu bila msalaba, na wakati tunasema tunataka baraka lakini hatutaki kujitoa. Tunataka ushindi lakini hatutaki maumivu. Tunataka kuwa watakatifu lakini hatutaki kuacha dhambi. Kiuhalisia hakuna njia mbili, moja ya Yesu na nyingine ya mfuasi. Mfuasi anapaswa kufuata njia aliyopita Bwana wake, au mfuasi anapaswa kuyatambua yaliyo mapenzi ya Bwana wake na kuyafuata. Kinyume na hapo, maana yake mtu anashindwa kuwa mfuasi wa kweli wa Kristo. Hivyo Petro angepaswa ampende Yesu na kupenda msalaba pia na kupenda mapenzi ya Mungu. Fundisho la pili: wito wa kujikana nafsi. Yesu anatupa wito wa kujikana nafsi zetu. Kujikana nafsi si kusema mimi sifai, wala si kujichukia, kujidharau au kukataa vipaji ambavyo Mungu amekupa. Kujikana nafsi maana yake ni kuacha umimi kuwa Mungu wa maisha yangu. Ni kukataa kuongozwa na kila wakati na matakwa yangu, tamaa zangu, hasira zangu, ubinafsi wangu na mipango yangu pale inapopingana na mapenzi ya Mungu. Mtu anayejikana nafsi anasema, si kila ninachotaka ndicho ninachopaswa kufanya. Mungu ndiye awe mwongozo wa maisha yangu. Kwa hiyo kujikana nafsi ni kuhama kutoka katika maisha ya kusema mimi nataka nini na kuingia katika maisha ya kuuliza Mungu anataka nini kwangu. Mtu mwenye kujikana nafsi si yule asiye na tamaa au majaribu, bali ni yule ambaye hata anapokuwa na tamaa anaweza kusema hapana kwa kile kinachompeleka mbali na Mungu. Fundisho la tatu: baada ya kujikana nafsi ni kubeba msalaba na kumfuata Kristo. Kubeba msalaba sio kutafuta mateso, bali ni kukubali kwa imani na upendo
gharama inayotokana na kumfuata Kristo. Yesu hakusema kwamba anayemfuata hatapata matatizo. Badala yake alisema wazi kwamba mfuasi wake lazima awe tayari kubeba msalaba. Msalaba unaweza kuwa mateso tunayopitia kwa sababu ya imani, changamoto za familia, magonjwa, kujinyima mambo tunayopenda, kubaki waaminifu na kadhalika. Kwa hiyo, msalaba wa Kristo si mateso tu, ni mateso yanayobebwa pamoja na Kristo na kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya upendo. Fundisho la 4. Tunaalikwa kupoteza nafsi zetu kwa ajili ya Kristo. Huu ndio mwaliko wa kupenda bila kujibakiza. Iwe ni nguvu zetu, vipaji au mali zetu, muda au uwezo wetu fulani kwa ajili ya wengine. Hapo kweli tunakuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Mantiki ya dunia hii inatualika kusaka na kujilimbikizia, kumiliki na hata kutawala wengine. Lakini tunajua sote mwisho wake ni mahangaiko na mateso nafsini mwetu. Hivyo leo Yesu anatualika kupoteza, na ndiyo kusema ni kwa kuyatoa maisha yetu na vyote tulivyo navyo kwa ajili ya wengine. Hapo tunapata amani na furaha ya kweli. Mantiki ya Kikristo ni kinyume na kanuni za kiuchumi, kwani sisi tunapata maisha ya kweli kwa kuyapoteza, kwa kujitoa, kwa kupenda bila kusaka faida binafsi. Upendo ni kujitoa mzima kama Kristo alivyojitoa pale juu msalabani. Ukristo unatudai kuishi kwa ajili ya wengine na kamwe si kwa ajili yetu. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Hapa kwa nafsi katika Biblia ndiyo sawa na kusema mwanadamu mzima, mwili na roho, ukamilifu wake, maisha yake na hata hatima yake baada ya maisha ya hapa duniani. Na upande wa pili tunaona Yesu akizungumza juu ya kupata ulimwengu mzima, ndiyo kusema vitu vya dunia hii kama vile sanamu za nyakati zote, yaani madaraka, utajiri, mafanikio, utukufu binafsi, raha za dunia hii na kadhalika. Injili ya leo inatualika kufanya maamuzi sahihi ya kuachana na mambo ya dunia hii na kukubali kuongozwa na sera ya Kristo. Katika somo la pili la leo, tunashauriwa kujipeleka wenyewe kwa Mungu kama sadaka iliyo hai, takatifu na inayokubalika na Mungu. Hii inamaanisha kuachana na mambo yote yanayoendana na viwango vya ulimwengu huu. Pili, inahitajika pia kufanya upya fikra zetu zitakazopelekea mabadiliko. Ni fikra mpya zitakazoweza kutambua mapenzi ya Mungu pamoja na yale yaliyo sahihi. Jukumu letu kubwa ni kuelewa mapenzi ya Mungu kwetu katika maisha haya. Maisha yetu yawe sadaka. Sadaka ni tendo la utoaji kitu fulani kwa Mungu, na inaweza kukubalika au isikubalike, kama maandiko yanavyotueleza kisa cha Abeli na Kaini. Licha ya Kaini kutoa sadaka kwa Mungu, lakini Mungu hakuikubali kwa sababu sadaka haikuwa ya thamani. Kwa upande mwingine, Abeli aliweza kumtolea Mungu sadaka kutoka katika mifugo yake, na Mungu aliikubali kwa sababu ilikuwa ni sadaka yenye thamani. Somo letu la pili linatueleza kwamba sadaka iliyo hai ni sadaka iliyo takatifu na inakubalika machoni pa Mungu. Sadaka iliyo hai inajumuisha kitu cha thamani, na hakuna kitu cha thamani kwa mtu kama maisha ya mtu huyo. Dhabihu iliyo hai inatokana na moyo safi na usiogawanyika. Ni dhabihu inayotolewa kwa moyo mkunjufu. Inatokana pia na upendo. Ni kitu fulani chenye kuleta maumivu, maana inawezekana ni kitu pekee ulichokuwa nacho ili uishi na unachotoa kama sadaka. Sadaka yenye nguvu ni tofauti na sadaka za kawaida kwa sababu dhabihu yenye nguvu inajumuisha kumwaga damu. Ukubwa wa sadaka ulivyo unaashiria pia ukubwa wa matokeo ya sadaka. Ndiyo maana sadaka ya Yesu mwenyewe inasema mambo mengi ikilinganishwa na ile ya Abeli. Sikilizeni kama ilivyoandikwa katika waraka kwa Waebrania
sura ya 12 aya 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyuziwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Kwa upande wa Habili, aliandaa sadaka iliyokubalika kwa Mungu. Sadaka yake ilimsababishia ndugu yake Kaini wivu hadi kufikia kumuua Abeli. Kwa hiyo, yule ambaye sadaka yake ilikubalika ajikuta kuwa sadaka mwenyewe. Lakini kwa upande wa Yesu, ajitoa sadaka kwa Mungu kwa hiari yake mwenyewe ili kuwakomboa wengine. Hivyo, hadhi yake ni kubwa kuliko ile ya Abeli. Sadaka tunayotakiwa kutoa leo ni kujitoa kwa hiari sisi wenyewe kwa Mungu katika kumtumikia yeye pamoja na jirani zetu. Ndugu mpendwa, Mkristo wa kweli ni yule anayejikana kila siku, anachukua msalaba wake kwa nia thabiti na kwa furaha na kumfuata Kristo. Mfuasi mwema ni yule ambaye katika maisha yake ya kila siku anakuwa sadaka kwa Mungu. Furaha haipo mbali na mateso, kwa sababu Kristo hayuko mbali na wale wanaoteseka kwa ajili yake. Tushirikishane tone la upendo. Tafakari hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Padre Revocatus Bernard, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Nawatakia Dominika njema. Wote waione, tushirikishane tone la upendo.